Hujambo na karibu mtazamaji au mwanagenzi katika kipindi ukipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Ni kipindi ambacho kwacho mtazamaji tuwaletea kila kaski kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuelimika kuhusiana na lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Kipindi ambacho mwaletewa naye mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha hii tasnia Kiswahili. Basi natumai popote pale ulipo ubuheri wa afya. Kwangu mie mzima hadidi ja kitayo cha mkarara. Nashukuru Maulana kwa kuninenesha na kunipa siha anuai. Basi kama kawa natumai umekwisha jiandaa bamba, uko tayari na matini yako pamoja na kalamu, kwa sababu tutakuwa nitakuwa nikiyadurusu mambo fulani kwenye ubao, na bila shaka nawe pia ni vizuri ama ni vyema uyafanye nini, uweze kuyadurusu pia nawe, ili uje kufanya nini wakati utakuwa ukipitia ama ukifanya nini, ukibukia bila shaka itakusaidia kwa njia muktadha. Sitapoteza muda, leo tutaka tuangazia uchambuzi wa fasihi, kwa sababu kipindi kinaangazia fasihi, lugha na isimu jamii. Na katika fasihi leo tutaangazia fasihi andishi upande wa shule ya sekondari ya msingi, yani junior secondary. Kisha labda kesho tutakuwa tukiangazia uchambuzi wa katika shule ya upili, ambayo bila shaka katika shule ya upili tuna vitabu vitatu ambavyo tutaangazia riwaya. Katika riwaya tuna Nguu za Jadi mtazamaji. Kisha kando na Nguu za Jadi tutakuwa pia tukiangazia kitabu kipi? Tutakuwa tukiangazia Mapambazuko ya Macheo na hadithi nyinginezo au hadithi nyingine. Ni kitabu ambacho kwacho ni hadithi fupi. Na vile vile tutakuwa tukiangazia kitabu gani? Tutakuwa tukiangazia kitabu cha Tamthilia Bembea ya Maisha, yani mpanda shuka kwazo za maisha. Hivyo ni vitabu vya shule ya upili. Na katika grade ya 7 ama shule ya sekondari ya msingi kuna grade ya 7, grade ya 8 pamoja na grade ya 9, yani grade ya 9. Katika grade ya 7 tuna novela pale, ambayo ni kitabu ambacho kimeangaziwa sana na Profesa John Habwe. Diane mwenye kujalia neema zake Tola ailaze roho yake palipo pema. Tuna kitabu pia cha riwaya grade ya 8, Wema Hauozi, kitabu ambacho kwacho kimeangaziwa kwa upana sana na Timothy ama mwandishi tajika anayefahamika kama Timothy M. Arege. Kisha tuna Hodi Mashairi, yani diwani ya mashairi ama diwani ya Hodi Mashairi. Ni kitabu ambacho kwacho kimebeba mkusanyiko wa mashairi ambayo yameangaziwa na malenga tofauti. Tuna pale Joseph S. Kiponda, tuna Mwala M. Nyanje, na bila shaka pia tuna Timothy M. Arege ambaye pia ameweza kuangazia kwa upana mashairi yale ama mashairi hayo katika kitabu cha Hodi Mashairi. Kuna hapa Mshale wa Matumaini ambayo tutakuwa tukiangazia tu leo. Mwanafunzi wa grade ya 7 natumai umekwisha jiandaa, uko tayari, pamoja na yule ambaye anaenda kufanya grade ya 9, labda hamkuangazia kitabu hiki mkiwa na mwalimu, labda ukiwa grade ya 7 ama uliangazia na umekwisha sahau. Tafadhali, ni kwa manufaa yako mwanafunzi wa grade ya 9, maana vitabu hivi utafanya vitabu hivi vyote vitatu. Mwanafunzi wa grade ya 9 na mwanafunzi wa grade ya 7. Basi kwa mwanafunzi wa grade ya 7 itakuwa manufaa zaidi, maana ndio sasa mmeanza kuangazia hivi vitabu. Kuna baadhi ya walimu labda baada hawajaanza kuangazia ama kufanya uchambuzi. Basi ni wakati wako ama ni muda wako mwafaka wa kupitia kipindi hiki kumbuka kwa ni kipindi ambacho tunapeperusha kupitia mtandao wa YouTube. Pale ukienda YouTube tafadhali tafuta jina Kubasu Wanyonyi, na vile vile ukienda mtandao wa TikTok pia ni kipindi ambacho tunapeperusha katika mtandao wa TikTok. Naenda pale TikTok Mwalimu Kubasu, utanipata kwa njia muktadha sana, na tunatumai utaweza kufanya nini, kufaidika mwanafunzi pamoja na mwalimu ambaye sasa hivi yuanifanya nini, yuanitazama, na mzazi ambaye pia yuanitazama. Tafadhali mwelekeze mtoto wako, mwambie kuna kipindi murua sana ambacho kinapeperushwa na Mwalimu Kubasu. TikTok ni Mwalimu Kubasu, ila hali katika mtandao wa YouTube ni Kubasu Wanyonyi. Basi bila kupoteza wakati
niliweza kueleza kuhusu jalada. Maana mwanafunzi au mwanagenzi utaambiwa elezea jalada. Nilielezea, lakini nitarejelea kwa kiduchu tu tafadhali, ili kwa minajili ya kukumbusha kwa sababu sisi binadamu, na kwa sababu sisi binadamu tunaangazia mambo mengi, hatuwezi tukayahifadhi mambo mengi kwenye nini, tamulini ama akilini mwetu. Basi kumbuka fika kuwa leo ni tarehe 15 mwezi ukiwa ni mwezi wa pili mwaka 2023, yani 6. Na leo tunaangazia fasihi andishi, novela, wema au novela. Katika novela tunaangazia wema hauozi. Kunradhi, sio wema. Wema ni riwaya grade ya 8. Novela tunaangazia mshale wa matumaini. Tuna mshale wa matumaini. Basi katika mshale wa matumaini niliweza kuelezea mwanagenzi, iwapo taulizwa jadili jalada. Kujadili ni kutoa maelezo zaidi kuhusu kile unachokiona katika jalada, na nilieleza fika kuwa jalada katika lugha ya Kimombo ni the outer cover. Na katika jalada ama the outer cover, mwanagenzi, ambaye sasa hivi itabidi wakati mwingine nichanganye ndimi ili uweze kunipata kwa njia muktadha sana. Katika jalada bila shaka, ambaye ni sehemu ya mbele na nyuma ya kitabu ya kitabu tafadhali. Na katika kujadili mara nyingi tunazungumzia sehemu ya mbele, kwa sababu sehemu ya mbele ndio sehemu ambayo kwa bila shaka huwa yanabeba ama yanazungumzia ama yanatoa maelezo kuhusu yale ambayo yanazungumziwa ndani ya nini, ndani ya kitabu. Kwa sababu zipi? Ukiangazia sehemu ya nyuma, bila shaka sehemu ya nyuma huzungumzia mara nyingi tu mwandishi, labda kuhusu maisha ya mwandishi ama kazi yake kwa ufupi tu. Lakini sehemu ya mbele ndio sehemu ambayo hubeba mambo mengi sana ambayo yanazungumziwa kwenye nini, kwenye kitabu chenye, kwenye hadithi ama kwenye kitabu chenyewe. Na iwapo taulizwa elezea jalada, basi katika jalada kile ambacho unakiona mwanagenzi ama mwanafunzi ambaye sasa hivi wanisikiza tafadhali ama yanitazama, kile ambacho unakiona utaeleza kuhusu kile ambacho unakiona nini katika kitabu hiki. Basi hapo utazungumzia kuhusu, labda mara nyingi utapata kuna mchoro pale ama mchoro, na utakuwa unazungumzia mchoro katika jalada la nini, la novela, mshale wa matumaini, ama kitabu chochote kile ambacho utapewa iwapo wewe labda mwanafunzi wa shule ya upili pale. Lakini sasa hivi tunazungumzia novela. Kisha kana mchoro utakuwa unazungumzia uhusiano wa vitu unavyoviona. Utazungumzia kuhusu nini? Uhusiano wa vitu unavyoviona katika picha za nini, za jalada yenyewe. Uhusiano wa vile vitu ambavyo unaviona katika nini, katika jalada. Na kwa mfano hapo ukiangazia katika jalada hii ama katika kitabu hiki, kuna mchoro pale, kuna mtu. Ukiangazia mtu huyo amefanya nini, kuna mtu ambaye tutamuita kijana kwa sababu kwa sababu ya umri wake. Basi tutamuita ni kijana, si ati tutamuita ni kijana tayari. Basi huyu kijana ukiangazia vizuri sana, kijana amebeba nini? Amebeba shanta. Shanta ni mkoba ama begi ukipenda, ukitohoa katika mbinu ya utohozi. Basi ni kijana, kuna kijana aliyebeba begi au shanta mgongoni. Kijana huyu ana kitabu mkononi. Kitabu chenyewe ni kitabu chenye mshale wa matumaini. Tafadhali, natumai unasikiza. Kitu kingine ambacho tunaweza ona hapa, kuna ukiangazia kwa upana sana ama kiundani, utapata huyu kijana bila shaka amefanya nini, yuko kwenye nini, kwenye angatua. Angatua ni uwanja wa ndege. Na katika angatua ama uwanja wa ndege, mara nyingi ukiona mtu yuko kwenye angatua, lile jambo ambalo huja tamulini mwako bila shaka ni nini, ni usafiri. Basi huenda huyu kijana anataka kusafiri, kwa sababu pia ukiangazia kiundani utapata kijana anafanya nini, anapunga mkono. Ukiangalia mkono wake anaupunga. Katika hiyo ishara ya mkono anaonyesha ishara fulani ya mkono, ambaye ishara hiyo tunasema ni hali ya kupunga mkono. Anapunga mkono, kisa na maana labda kuna yule mtu ambaye labda yampiga kwa heri ama yafanya nini,
tutaanza yuapiga kwa heri, labda kuna mtu ama watu ambaye anaashiria mkono ama anafanya nini, ananyosha mkono kuashiria kwa heri ama kuashiria kwa heri, kwa sababu labda kijana huyu asafiri. Basi hapo utaambiwa elezea jalada, utasema fika kuwa kuna kijana aliyebeba shanta mgongoni. Nitabidi niandike kuna kijana aliyebeba shanta mgongoni. Kuna kijana aliyebeba shanta mgongoni, na kitabu chenye anwani mshale wa matumaini. Na kitabu chenye anwani mshale wa matumaini. Kunradhi kidogo. Mshale wa matumaini. Basi utaelezea hivyo. Mwanafunzi wa gredi ya 7 ama gredi ya 6 huyo, gredi ya 9 huyo, utaambiwa elezea jalada la novela Mshale wa Matumaini. Utaanza kwa kusema kuna kijana aliyebeba shanta mgongoni, na kitabu chenye anwani Mshale wa Matumaini. Tafadhali. Kijana huyo yupo kwenye angatua ama uwanja wa ndege. Kijana huyo yupo kwenye angatua ama uwanja wa ndege, na anaonekana kuashiria nini? Kuashiria buriani. Basi kijana huyo yupo kwenye angatua. Nimesema angatua ni uwanja wa ndege, tafadhali. Yuko kwenye angatua. Angatua au uwanja wa ndege. Kwenye mabano uwanja wa ndege. Uwanja, ama waweza tumia tu uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege. Anaonekana kuashiria buriani. Na anaonekana kuashiria buriani. Anaonekana kuashiria buriani, kisha unatia nukta. Basi utasema kijana huyo yupo kwenye angatua, yani uwanja wa ndege, na anaonekana kuashiria buriani. Ni ukweli, ukiangazia mkono wake anaashiria buriani. Anaonekana kuashiria nini? Anaonekana kuashiria buriani. Alafu baadaye utasema huyu ni zingo safarini. Maana ukiangazia kitabu hiki, kwa nini anasema ni zingo? Ukiangazia kitabu hiki, ukisoma kiundani, utapata fika kuwa kuna yule kijana ambaye bila shaka alikuwa yasafiri baada ya kupata ufadhili. Alipata ushindi wa ufadhili kule ugaibuni, na bila shaka kama ikawa sasa yasafiri kwenda kule wapi, kusomea kule ugaibuni. Basi kijana mwenyewe yafahamika kama zingo. Basi utasema huyu ni zingo safarini kuelekea wapi? Kuelekea Uswizi. Yuelekea Uswizi. Uswizi, tafadhali, natumai unajua Uswizi. Usikanganyikiwe kati ya Uswizi na Uswidi. Uswidi ni Sweden katika lugha ya Kimombo, lakini Uswizi ni Switzerland, tafadhali. Basi kuashiria buriani, huyu ni zingo.
yuko safarini ama ni Zingo. Huyu ni Zingo safarini, kuelekea Uswizi, kuelekea Uswizi. Utaanza kwa herufi kubwa kwa sababu ni nomino za pekee. Uswizi, baada ya kupata ushindi, baada ya nini? Ushindi wa ufadhili wa masomo. Baada ya ushindi ama baada ya kupata ushindi wa ufadhili wa masomo. Ni ukweli shadidi, Zingo baada ya kupata ushindi wa nini? Ushindi wa ufadhili wa masomo, bila shaka aliweza kufanya nini? Kusafiri kuelekea nini? Kuelekea wapi? Kusomea ama kuelekea Uswizi kwa minajili ya masomo yake, kama kujiendeleza na masomo yake. Basi ukishaeleza utakuwa umeelezea jalada. Na kisha katika anwani iwapo utaulizwa mwanafunzi, elezea anwani mshale wa matumaini tafadhali, hapo utatuelezea yale kwa nini mwandishi akaamua kuipa ama kukipa kitabu hiki anwani mshale wa matumaini. Kwa nini hangefanya nini? Kwa nini hangechukua kitabu anwani nyingine ama neno fulani akafanya nini? Akalitumia badala yake aliamua kufanya nini? Aliamua kutumia anwani ama neno mshale wa matumaini. Hayo ni baadhi ya maswali ambayo takriban bila shaka mwanagenzi ambaye sasa hivi anasikiza ni sharti uweze kufanya nini? Kuweka tamulini ama akilini mwako uweze kujisahili ama kujiuliza ili upate uhondo kamili. Basi tuna hapa anwani. Eleza ama jadili anwani mshale wa matumaini. Hilo ni swali ambalo huenda ukaulizwa mle darasani ama katika hali ya kutahiniwa. Haya ni maswali ambayo tafadhali jitayarisha, utaulizwa. Anwani mshale wa matumaini. Basi tuandike tu anwani hapo. Basi katika anwani unafaa ujiulize, kwa nini mwandishi akaja na anwani hii mshale wa matumaini? Kwa nini kukawa na mshale? Jinsi tunavyojua tafadhali mtazamaji au mwanagenzi, mshale hasa ni ile kifaa ambacho hutumika katika vita. Watu wanapoenda vita ama mara nyingi mtu akiwa na kifaa hiki huashiria kwa labda ni katika hali ya kufanya nini? Ya kujikinga. Anajikinga akiwa na mshale, kwa sababu ni kifaa ambacho hutumika katika vita ama dhidi ya maadui, katika vita dhidi ya nini? Dhidi ya maadui. Lakini hapa Profesa John Habwe anatuelezea kuwa kuna mshale wa matumaini. Haya ni baadhi ya maswali ambayo shatu uweze kujisahili ama kujiuliza. Kwa nini kuna mshale wa matumaini? Na basi nitakuwa nikielezea tu kwa ufupi anwani mshale wa matumaini ama sababu zilizofanya mwandishi akakipa kitabu hiki anwani mshale wa matumaini. Basi tunadokezea kuwa Zingo alikuwa anakisoma kitabu hiki cha mshale wa matumaini, na walipokuwa wakihama, bila shaka Zingo kamua ni bora zaidi akakibebe kitabu hiki. Aliona si jambo jema kukiacha kitabu hiki. Akamua vipi? Akamua akibebe kitabu hiki katika kusafiri kwake. Hakutaka kukiacha hiki kitabu. Alikuwa na sababu fulani. Kuna zile sababu zilizomsukuma ama zilizofanya Zingo kufanya nini? Kubeba kitabu hiki. Na hizo sababu zote tutaweza kujua utakapokuwa ukisoma kitabu hiki. Bila shaka utaweza kujua sababu zipi zilizofanya Zingo yule aliyekuwa yasafiri kuelekea Uswizi kubeba kitabu hiki. Mbona hakukiacha hiki kitabu? Alikuwa nacho mkononi. Ukimwangazi hapa kwenye picha utaona bila shaka kweli amebeba kitabu chenyewe. Kwa nini hakukiacha? Lazima kuwepo na sababu. Na sababu tutaweza kuijua kwa njia muktadha tutakapokuwa tukisoma kitabu hiki. Basi utasema kuwa Zingo alikuwa amekisoma kitabu hiki na bila shaka walipokuwa wakihama akaamua kuwa ni bora zaidi ama
akamwa ni bora zaidi ukibeba kitabu hiki. Na basi sababu ndizo hizi tafadhali, ama tunachambua anwani mshale. Kwa nini mwandishi akakipa kitabu hiki anwani mshale wa matumaini? Basi kabla tuendelee, ningependa tunikueleze kwa katika maisha ni vyema tuwe na nini? Tuwe na matumaini. Haijalishi yale unayoyapitia mtazamaji, mtu yote ambaye nazungumza naye tafadhali, anayenitazama, haijalishi yale maisha unayoyapitia, yafika kuwa kuna bado ule mshale wa matumaini. Kuna ule mshale wa matumaini ambaye bila shaka ni vyema uwe nayo. Haijalishi yale unayoyapitia tafadhali, unanisikiza vizuri. Waweza kuwa unapitia changamoto chungu nzima. Wakati mwingine labda una hela za kutosha, mtoto anataka kwenda shule, labda kana mtoto kwenda shule hapo anahitaji makuli, ama anahitaji lishe bora, anahitaji mambo mengi tu sana, mvyele ama mzazi ambaye sasa hivi yanitazama. Lakini tafadhali usije ukafa moyo. Usije ukafa nini? Ukafa moyo, kwa sababu Dayani ama Muumba bado ufanye nini? Yuko nawe, yuasikiza malilio yako na masikitiko yako, pamoja na yale yote ama zile shida zote ambazo unapitia. Basi jambo la maana ni kuwa na nini? Kuwa na matumaini. Haijalishi kile unachopitia, ipo siku. Basi mshale wa nini? Mshale wa matumaini. Na bila shaka ukiangazia katika kitabu hiki utapata fika kuwa Zingo alipitia mambo mengi sana. Kwa mfano ukiangazia katika kitabu hiki yale ambayo yanazungumziwa, wapata fika kuwa wakimbizi wana matumaini kwamba wanakokwenda bila shaka watapata afueni. Tafadhali naomba unisikilize. Hapa kuna wakimbizi, kuna wale ambao walikuwa wanafanya nini? Wanatoroka kwao, ama wanatorokea sehemu fulani kwa minajili ya kupata usalama. Kumbuka ukiangazia kitabu hiki utapata kuna kabila mbili. Kuna kabila ama kuna makabila hapa ambao bila shaka walikuwa wafanya nini? Walikuwa wanavurugana. Kuna kabila fulani walikuwa linafahamika kama nini? Kabila linalofahamika kama Walanga. Kuna Walanga na tuna Wareba. Kumbuka Zinga najaribu tuelezee fika kuwa Zingo bila shaka mamaye Zingo, tuna wazazi wake ama wavyele wake Zingo. Kuna yule aliyekuwa Mlanga na kuna yule aliyekuwa Mreba. Bila shaka kwa kusema kweli, Zinga anatuelezea fika kuwa abuye ambaye ni babaye alikuwa Mlanga, ila hali ninaye ambaye ni nina yake, yani ama nyoko wake mama alikuwa Mreba. Kabila hizi mbili bila shaka zilikuwa zinatofautiana. Makabila haya mawili yalikuwa yanatofautiana kwa mambo yapi? Kwa mambo ya uongozi ama katika uongozi. Wapata fika kuwa kuna kabila ambayo bila shaka walikuwa na ilikuwa yatoa tetesi dhidi ya kabila nyingine, kuwa kuna kabila ambayo bila shaka wafanya nini? Mara nyingi mambo mengi wao ndio wanaangazia. Iwe ni katika hali ya uongozi, hao ndio kidedea pale. Unapata labda kama ni rais, kwa mfano tu, ukipata kama ni rais labda utoka kabila ile, katika lile kabila, ikiwa ni labda majumba makubwa ama biashara zile kubwa, utapata fika kuwa ni kabila moja tu ndio mara nyingi ushikilia. Hayo sio maneno yangu, la tafadhali mtazamaji, ukisoma kitabu hiki utapata ukweli wa kile ninachowadokezea ama ninachokudokezea. Tafadhali sio maneno yangu tafadhali. Basi ilifika mahali kuna kabila fulani, yani kabila ya Walanga, ambao anakotoka babaye Zingo, ambaye bila shaka anaitwa Mwalimu Kadurenge. Basi Mwalimu Kadurenge waliamua kupanga njama ya kufanya nini? Ya kuangamiza kabila ya Wareba, ambaye kumbuka Mreba, kabila Wareba mamaye Zinga alikuwa ni Mreba. Hebu fikiria, tazama, piga hiyo taswira tafadhali. Tuseme mie natoka katika kabila ni Mlanga, na mke wangu ni nani? Ni Mreba. Unapata fika kwa hatuelewani katika ile nyumba. Kwa sababu zipi? Kabila zetu ni kabila tunatoka katika kabila tofauti, ambaye bila shaka hatuelewani.
ama makabila yasiyoelewana. Kwa sababu gani? Sio kuelewana kwa sababu ya labda kwa njia moja au nyingine. Kile ambacho kinafanya wakose kuelewana ni ile hali ya uongozi. Uongozi ndio unaleta tofauti kati ya makabila haya mawili. Tafadhali naomba unielewe vizuri. Na ndio maana hii kabila ya Walanga walikuwa na chuki dhidi ya kabila ya Wareba, na chuki hiyo chuki yenyewe inatokana na uongozi. Na basi Walanga wakasema siku moja, ipo siku tumechoka kunyanyaswa, siku moja tutafanya kila ambacho sisi wenyewe tunajua. Na bila shaka walikifanya, sikilitimia, wakafanya jambo hilo, na mwishowe bila shaka watu waliweza kuangamia. Tunadokezea kuwa kuna watu waliteketezwa. Nakumbuka kuna yule mhusika anayefahamika kama Denon. Denana tuelezea fika kuwa bila shaka alitazama, aliona, alishuhudia wazazi wake, wavyele wake wakiteketea kwenye nyumba, ndani ya nyumba. Lakini hakuwa na ule uwezo, hakuwa na be wala te. Hakuwa na mbele wala nyuma ya kufanya nini? Kuokoa wale wazazi wake. Wazazi wanateketea ndani ya nyumba. Wameteketezwa, wanateketea mle ndani. Kwa sababu ya uongozi tu. Anatuelezea vizuri sana kijana Deno. Tukiendelea kusoma tutakipata uhondo kamili. Na ni mpango ambao ulipangwa na hao Walanga. Basi inamaanisha kuwa Deno labda alikuwa yotoka katika familia ya Wareba, ama katika ukoo wa nini? Wareba pale. Basi hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Basi utapoeleza kuhusu anwani mshale wa matumaini, utasema fika kuwa wakimbizi wana nini? Wakimbizi wana matumaini kwamba wanakokwenda nini kuwatokea, wanakokwenda bila shaka wataweza kupata amani. Na ni kweli shadidi walikuwa na matumaini fika kuwa wanakokwenda kule. Kumbuka walikuwa wanatoka kwao kule Kisamale. Wakielekea wapi? Wakielekea kule Gera, mpakani Gera, kwa sababu huko ndiko kuliaminika kuwa ndiko kuna nini? Kuna amani, kuna utulivu pale. Na wakamwambia basi walikuwa na matumaini fika kwa kule wanakokwenda kule Gera, mpakani Gera, bila shaka watakuwa na amani wakilinganisha na kule wanakotoka kule kwao Kisamale. Basi utakuwa unaeleza fika kwa wakimbizi wana matumaini kwamba wanakokwenda bila shaka wanakokwenda watapata matumaini, ama katika uhamishoni watapata fursa ya kukaa kwa amani, tofauti na vurugu wa kule kwao. Walikuwa na matumaini. Hiyo ni anwani mshale wa matumaini. Walikuwa na matumaini fika kwa kule wanakotoka wataweza kupata utulivu wa moyo, ukilinganisha na kule walikotoka kule kwao Kisamale. Basi bado walikuwa na matumaini walipokuwa wanahama, wakimbizi wale walipokuwa wanakimbilia pale. Kitu kingine ambacho naweza zungumzia kuhusu anwani mshale wa matumaini, bila shaka waweza sema kuna nini? Waweza sema fika kuwa katika nini, ukiangazia utakapokuwa ukisoma kuna ukurasa fulani hapa, sijui ni ukurasa wa 4, ambaye msimulizi anasema kuwa hadi wa nini, kuna ukurasa hapa wa 4 tu, itabidi kuna ukurasa wa 4 ambao unaelezea vipi, ukurasa wa 4 ama wa 8 hapo. Katika huo ukurasa wa 8 ukienda, naomba tu uende nini hapo, utapata kweli. Ukiona ukurasa wa 4 wanasema vipi? Mwandishi anatueleza fika kuwa ni porojo hizi. Sawa, tusubiri tuone yatakayojiri. Baba alisema akiwa amekasirika sana. Kama si porojo, ni nani aliye na ushahidi wa kutosha kuthibitisha hivyo? Ni bora mtu aende mahakamani kutafuta. Hapa sasa kumetokea sasa nini? Kumetokea ubishi tafadhali. Na ukiangazia bali tutasema na pia ukienda, wacha tuende katika ukurasa wa 14 wa 4 hapa. Sote tuliomba Mungu tukitumai kuwa wangetuelewa.
Mara Msambale kama aliyesema akili zetu, akasema tutafanya nini? Tutawarai hadi watuelewe. Hatuwezi kuendelea na safari katika giza hili. Hapo tutawaambia sisi ni wakimbizi. Mzee Msambale alitushauri. Msambale alisema kana kwamba alikuwa na hakika na aliyoyasema. Basi ni hivyo. Basi ukiangazia katika huo ukurasa labda tutasema kwa katika huo ukurasa bila shaka msimulizi anasema kuwa mshale wa matumaini ulikuwa umewafuma wote, kwamba wakifika Gera watapata nini? Watapata msaada. Watapata msaada. Iko hapa, kuna ile sehemu ambaye bila shaka yuaelezea. Ukiangazia ndio hiyo. Basi ukienda katika hizo kurasa, tafadhali mtazamaji, kwa sababu sina muda wa kupitia sana, ukienda katika huo kurasa bila shaka utayapata ukurasa huo wa 14 labda ama 8. Basi ambaye msimulizi anasema kuwa mshale wa matumaini ulikuwa umewafuma wote, kwamba wakifika Gera watapata nini? Watapata msaada. Basi walikuwa na nini? Na bado walikuwa na mshale wa matumaini, fika kuwa wakipata nini? Wakifika kule Gera bila shaka watapata msaada. Haijalishi yale ambao wamefanya nini? Wamepitia huko. Bado walikuwa na matumaini, fika kuwa wakienda huko bila shaka watapata msaada ambao wataweza kupata mahali pa labda ufadhili, ama labda tuseme mahali ambao watakuwa wanaishi, na mwishowe maisha atafanya nini? Yataendelea. Na pia kitu kingine ambacho yaweza zungumzia kuhusu labda kitabu hiki ama anwani. Kumbuka tunajadili anwani mshale wa matumaini. Utatueleza kumauka kuna mzee, ama utasema Zahara ana matumaini kwamba kila jambo litakwenda kwa hali kitakuwa sawa, kila jambo litakuwa. Kuna sehemu ambayo bila shaka tunaambiwa kwa Zahara. Kumbuka Zahara ni babaye nani? Mamaye nani? Ni mamaye Zingo. Na bila shaka ni ukweli shadidi, tudokezea kwa Zahara alikuwa na matumaini, ama ana matumaini kwamba kila jambo litakwenda sawa hadi wavamizi wanapofika kuwavamia na kufanya nini? Na kuwafanya kutoka makwao. Kuna mahali ambayo Zahara alikuwa na matumaini. Hata ukiangazia kuna ukurasa nilikuwa nimeanza, unakumbuka kuna mahali hata kuliwepo na ubishi. Ndio. Kuna mahali kuliwepo na nini? Ubishi hapa kidogo. Na bila shaka Zahara anatueleza vipi? Kumbuka mahali Kadurenga akisema ninapendekeza mhamie Azania au Jamhuri ya Demokrasia ya Tereka kwa muda. Basi naye Zahara akasema sioni haja ya kuwa na wasiwasi namna hii. Habari hizi zitapita kama zilivyopita zile za awali. Basi hiyo ni Zahara ambaye bila shaka alikuwa na matumaini, hadi dakika za mwisho ambao tunadokezea Afrika kwa mwisho waliweza kufanya nini? Waliweza kuvamiwa, lakini kabla wavamiwe bila shaka huyu Zahara mamaye Zingo bado alikuwa na nini? Alikuwa na matumaini kwamba kila jambo litakwenda sawa. Tafadhali, kabla ya nini? Kabla ya uvamizi, ama kabla ya wavamizi wanapofika kumvamia ama kuwavamia na kuwafanya kutoka makwao. Baada alikuwa na matumaini kabla ya yale yote kutokea. Kisha mzee Msambale pia alikuwa na nini? Alikuwa na matumaini. Alikuwa anajaribu kuwapa hao matumaini. Kumbuka yeye ndiye mzee ambaye alikuwa pale, ambaye bila shaka aliweza kufanya nini? Yeye pia alitoka kule Kisamale. Na yeye ndiye alikuwa anaongoza hawa hawa wakimbizi wenzake ambao bila shaka walikuwa wanatorokea mpakani Gera. Alikuwa anafanya nini? Anaongoza. Na katika kuongoza alikuwa na matumaini chungu nzima. Alikuwa anajaribu kuwapa matumaini fikakuwa wafanye nini? Wasife moyo, kwa hata kama haijalishi hata kama safari ni ndefu, wasije wakafe moyo. Wajitahidi jamchwa ajengae kidurusu kwa uderere. Mwisho watafanya nini? Watafikia tamati ya nini? Ya safari. Na basi mzee Msambale basi ana matumaini ya kupata nini? Ya kufika mpakani Gera kwa usalama, na kufanya nini? Na pia kupata amani kule wanakoelekea. Na vile vile mzee huyu Msambale tunaelezea Afrika kuwa kabla ya kujua mambo mengi
Kumbuka Fukakuwa yeye pia familia yake iliteketea, lakini kabla ya kufanya nini, kuwa na habari yoyote kuhusu familia yake kuwa labda imeteketea mle ndani, basi alikuwa na matumaini ya kupata familia yake. Matumaini ambayo bila shaka tunadokezea Fukakuwa yalizimwa hapo baadaye, baada ya kusikiza redio. Kuna wakati alikuwa anasikiza redio, ndipo akafanya nini, akapata habari. Basi matumaini ambayo ilizima baadaye, lakini kabla apate uhondo kamili, bila shaka mzee Msambale alikuwa nini, alikuwa na matumaini ama mshale wa matumaini. Fukakuwa siku moja huenda akapata nini, akapata familia yake. Sasa unapoelezea wanafunzi utasema wakimbizi, utazungumzia kuhusu wakimbizi, utasema wakimbizi walikuwa na matumaini ya kufanya nini, ya kupata amani kule wanakoelekea, kupata utulivu wa moyo kule wanakoelekea, ukilinganisha na kule walikotoka kule kwao. Na jambo la pili utaelezea kuhusu Zahara, utasema Fukakuwa Zahara alikuwa na matumaini kwa yote yatafanya nini, yote yatapita, na bila shaka mambo yataendelea, yatakuwa aula ama yatakuwa wawa hadi mahali kabla nini, kabla kuvamiwa, ama hadi mahali ambapo bila shaka mwisho waliweza kufanya nini, waliweza kuvamiwa na wale wavamizi na kufanya nini, ndipo wakatorokea lakini baada alikuwa na matumaini hata kabla kuvamiwa. Na jambo jingine ambao utazungumzia kuhusu pia mzee Msambale, kwa kweli alikuwa na nini, matumaini ya kupata familia yake, jambo ambalo mwishowe matumaini yake yaliweza kuzima baadaye, lakini mwanzo alikuwa na matumaini ama mshale wa matumaini. Na vile vile kunaweza utasema Fukakuwa mzee Msambale ametoka kwa nguzo ya matumaini. Kwa nini? Kwa waathiriwa wa vita. Safarini anawahimiza pale wanapofanya nini, wanapokabiliwa na changamoto ama wanapotaka kufanya nini, wanapohisi kukata tamaa. Bila shaka ni kweli shadidi, mzee Msambale alikuwa anajaribu kuwapa matumaini wale wasafiri wale walikuwa wanafanya nini, wanasafiri kuelekea kule mpakani Gaira. Basi tutasema Fukakuwa mzee Msambale ametoka kwa nguzo ya nini, ametokea kuwa nguzo ya matumaini kwa waathiriwa wa vita, wale ambao waliweza kuathirika kwa vita. Safarini anawahimiza pale nini, anawahimiza pale wanapohisi kufanya nini, wanapohisi kukata tamaa. Hapo utakuwa umeelezea anwani mshale wa matumaini, kwa nini mwandishi akaja na huo anwani mshale wa matumaini. Na vile vile waweza zungumza kuhusu nini, wanakijiji. Utasema Fukakuwa, waweza sema Fukakuwa wanakijiji cha nini, kuna kijiji fulani ambacho kinafahamika kama Mokowe. Basi ni kweli shadidi, wanakijiji cha Mokowe walikuwa matumaini ama walikuwa nini, matumaini ama mshale wa matumaini kwa wale kwa wale waathiriwa ama wale wasafiri ambao walikuwa wanasafiri, akina mzee Msambale, akina Zingo pale, akina Zahara mamaye Zingo. Basi wanakijiji cha Mokowe ni mshale wa matumaini kwa wakimbizi walipokuwa wamelemewa na uchovu na njaa. Kumbuka kuna mahali wakiwa katika safari, hao watu walikuwa wamelemewa uchovu na njaa, na tayari pia kumeingia kiza. Wanashindwa watafanya nini, wataelekea wapi, ni watapata sehemu gani ili angawa wakafanya nini, angawa wakaweze kufanya nini, kubwaga moyo pale ama kupata nini, ama kuweza kupumzika. Tayari wameishiwa nguvu zao, wamechoka hoi bintiki. Lakini tunadokezea Fukakuwa kuna kijiji ambacho bila shaka kilikuwa mshale wa matumaini kwao. Hii ni baada ya kijiji hicho ama wazee ama mzee kutoka katika kijiji hicho kwa hapa nini, makao. Waliweza kupewa hema fulani pale ambao waliweza kufanya nini, waliweza kujikinga pale ama waliweza kupumzikia pale kabla kuendelea na safari kesho yake. Na kando na kuwapa makao pia wanakijiji cha Mokowe walifanya nini, waliweza kuwapa wakimbizi nini, chakula ambacho bila shaka pia kiliweza kuwafanya nini, kuwasaidia, kwa sababu walikuwa na nini, walikuwa na njaa. Basi ni chakula ambacho kiliweza kuzima kiu chao ama nini, kiliweza kufanya angalau kufanya nini, tumbo lao kupata ama kinywa chao ama kupata cha kutia kinywani. Basi tutasema wanakijiji cha Mokowe ni mshale wa matumaini kwa wakimbizi walipokuwa wanaendelea ama wamelemewa na uchovu na njaa, wanaosaidia kwa malazi na chakula. Hapo utakuwa umeelezea anwani mshale wa matumaini. Kisha kitu kingine utayazungumzia labda kuhusu kuna Musika Deno.
Kumbuka mhusika Deno alikuwa mshale wa matumaini kwa nani? Kwa Zingo. Mara nyingi alikuwa anamhimiza Zingo. Kumbuka Zingo mzazi wa mamaye Zahara aliweza kuaga dunia. Aliweza kuaga dunia, na bila shaka katika kwa dunia bila shaka kuna ule ugonjwa ambao bila shaka ulikuwa nini, na ugonjwa ambao ni tunaweza sema kwa huenda uliweza kumua nani Zahara, ni ile labda tunaweza sema ni shinikizo la damu, yani high blood pressure. Na haya yaliweza kutokea baada ya kusikia ni mume wake kumbe ndiye aliyepanga hizi njama zote. Mumewe ndiye aliyeweza sababisha familia ya Deno kufanya nini? Kuteketea. Basi ni jambo ambalo lilimchukua na nini? Lilimchukua na fikra si haba sana. Basi akawa na ugonjwa wa shinikizo damu, yani high blood pressure. Ni ugonjwa ambao bila shaka mwisho uliweza ukamwangamiza, na baada ya kuangamia ama baada ya kuaga dunia, bila shaka tunaambia kuwa Deno ambaye alikuwa rafiki wa Zingo alikuwa mshale wa matumaini kwa Zingo. Kwa sababu zipi? Kwa sababu Deno mara nyingi alikuwa akimhimiza nani? Alikuwa akimhimiza ama akimpa matumaini nani? Zingo, kuwa haijalishi yale ambayo yanapitia, ipo siku asifanye nini? Asiwe na fikra nyingi sana kuhusu wazazi wake. Kumbuka kufika kwa hata Deno Zingo hajui mahali babaye hayuko, amebaki ni kama nini? Ni kiokote ni yatima, mtoto asiye na nini? Asiye na wazazi. Basi alibaki kuwa kiokote ama yatima kwa sababu hajui mahali alipo baba yake, na mamaye tayari ambaye aliweza kuhama naye pale mpakani Gera amekwisha aga dunia. Basi alikuwa na nini? Na mawazo chungu zima, lakini mawazo haya alikuwa yanajaribu kuondolewa na nani? Na Deno ambaye bila shaka alikuwa akimpa pale mshale wa nini? Wa matumaini. Basi tutasema fika kwa mhusika Deno ni mshale wa matumaini kwa Zingo pale alipopoteza wazazi wake, mzazi wake. Mama yake Zingo anaaga dunia, na baba yake Zingo kukamatwa. Kwa nini? Kwa kuhusika na mauaji ya halaiki. Bila shaka aliweza mzee nani aliweza kufanya nini? Aliweza kutiwa mbaroni kwa baada ya kupatikana na kosa la jinai ama kosa la kufanya nini? La kuangamiza nini? Kuangamiza maisha ya watu ama kuteketeza watu pale. Bila shaka aliweza, basi Deno Zingo akawa amepoteza wazazi wake na alikuwa na mawazo chungu zima, lakini alikuwa mshale wa matumaini kwake ni Deno. Basi hapo tutazungumzia kuhusu Deno, na vile vile pia utasema Deno ndiye basi anamhimiza Zingo asifanye ni asikate tamaa. Na vile vile mshale wa matumaini ni ile nafasi ambayo bila shaka Zingo anapata nini? Anapata ufadhili ya kwenda Uswizi kufanya nini? Kusoma. Basi huo ni mshale wa matumaini ambaye bila shaka kumbuka alikuwa na hayo matumaini. Japokuwa kuna zile nini ambazo alikuwa anafanya nini? Shida ambazo kwanza alikuwa yapitia, amekuwa mkimbizi, lakini baada alikuwa na nini? Mshale wa matumaini ambaye bila shaka uliweza kutimia baadaye na kwa nini? Kupata ufadhili ama kupata ushindi wa ufadhili ambaye bila shaka mwishowe tunadokezea kwa kuwa nani? Zingo aliweza kusafiri kule, alielekea kule Uswizi ili kufanya nini? Ili kusoma ama kupata masomo zaidi. Na mwisho Zingo ana matumaini ya kurudi nini? Nyumbani kwa siku moja ama nyumbani kwao siku moja, ili kufanya nini? Ili kuokoa nchi yake ama kufanya nini? Ili kujenga nchi yake mpya. Basi tunadokezea fuka kwa Zingo alikuwa na matumaini fuka kwa ipo siku atarejea nyumbani baada ya kusoma, atarejea nyumbani ili kujenga nchi yake upya. Basi hapo utaeleza kuhusu nini? Anwani mshale wa matumaini. Haya ndio mambo ambayo shati uweze kuyazungumzia. Utazungumzia kuhusu Zingo, na rejelea kwa mwisho utazungumzia kuhusu nani? Utazungumzia kuhusu Zingo, utazungumzia kuhusu mzee Msambale. Utazungumzia kuhusu wale wakimbizi ambao walikuwa wanatorokea pale waelekea pale mpakani Gera. Wakimbizi walikuwa na matumaini kuwa kule wanakoelekea bila shaka watapata nini? Watapata afueni, watapata utulivu wa moyo ukilinganisha na kule walikotoka kule Kisamale. Kisha pia utazungumzia kuhusu mji wa kijiji cha Mokoe ambao bila shaka kilikuwa matumaini kwa hao wakimbizi
baada ya kupata nini, baada ya kuwa na uchovu mwingi pamoja na njaa, bila shaka waliweza kuokolewa na nini, na wana kijiji kutoka kijiji cha Mokowe. Basi tutazungumzia kuhusu kijiji cha Mokowe, mwanafunzi, kijiji ambacho bila shaka waliweza kupata nini, kupata pale malazi pamoja na chakula. Bila shaka kijiji cha Mokowe kilikuwa mshale wa matumaini kwa hawa wakimbizi. Kisha kando na kijiji cha Mokowe, nimesema pia, kumbuka fika kuwa Zingo alipitia mambo si haba, na kuna yule kijana ambaye alikuwa rafiki wake. Huyo kijana bila shaka alikuwa mshale wa matumaini kwa Zingo, kwa sababu alishinda akimhimiza, akimpa matumaini ya kufanya nini, ya kuendelea na maisha. Haijalishi yale ambayo alikuwa yapita, lakini anamhimiza mwenzetu, tafadhali jipe moyo, haijalishi yale ambayo unayapitia. Kumbuka amepoteza wazazi, si jambo rahisi sana. Basi Deno, utazungumzia kuhusu Deno. Alikuwa mshale wa matumaini kwa nani? Alikuwa mshale wa matumaini kwa Zingo. Kando na Deno, labda pia waweza zungumzia, nilisema mzee Msambari, tutazungumzia mambo mawili pale. Anahimiza, anawapa moyo wakimbizi wenzake ambao wanafanya nini, wanatoroka nao kuelekea kule mpakani Gera, na wahimiza na kuwapa matumaini kwa haijalishi, sijapokuwa safari ilikuwa ndefu, lakini anawaambia msikate tamaa. Tutafanya nini? Tutafika tamati ya safari. Basi alikuwa anawapa matumaini, na basi mzee Msambale alikuwa mshale wa matumaini kwa wakimbizi wenzake ambao walikuwa wanafanya nini, waelekea nao katika safari ya nini, kule Gera ama mpakani Gera. Na vile vile mzee Msambale pia alikuwa na mshale wa matumaini kwa siku moja huenda akapata familia yake, jambo ambalo tunadokezea fika kwa iliweza kufanya nini, iliweza kuzimia baada ya nini, baada ya kupata habari kuwa familia yake imeteketea, lakini bado alikuwa na matumaini. Utazungumzia pia kuhusu Zahara. Zahara alikuwa na matumaini. Kumbuka tunadokezea fika kwa kuna mnongono ulikuwa unatokea. Mnongono ni mazungumzo ya chini kwa chini ambayo bila shaka huenda hata wahitaji watu fulani kufanya nini, kuyasikia mazungumzo hayo. Lakini Zahara alikuwa na mshale matumaini hadi ilipofikia mahali ambapo bila shaka tunaambia wafika kwa wavamizi walikuja wakawavamia, na mwisho wakaamua kufanya nini, wakaamua kutorokea usalama wao kule mpakani Gera. Lakini kabla ya hayo uvamizi, Zahara alikuwa na matumaini fika kwa mambo yatakuja kwenda nini, yatakuja kuwa sawa, ama mambo yatakuwa nini, yatakuwa aula au yatakuwa mema. Basi Zahara alikuwa na mshale matumaini wa kufanya nini, wa bado kuendelea na maisha ama kuishi jinsi alivyokuwa hapo awali, lakini mwishowe ni jambo ambalo tunaambiwa fika kwa lilikatizwa. Basi tutazungumzia hao ndio watu ambao bila shaka utakuwa unafanya nini, utakuwa unazungumzia, na pia utasema fika kwa utazungumzia kuhusu Zinga ambaye bila shaka alikuwa na mshale wa matumaini fika kwa huenda siku moja akafanya nini, huenda siku moja akafanya nini, akawa bora zaidi ama akapata ufadhili, na bila shaka aliweza kupata ufadhili wa kwenda kusomea kule Uswizi ama kujiendeleza na masomo yake. Na vile mwisho pia utazungumzia Zinga ambaye bila shaka ana matumaini kwa siku moja atarejea nyumbani kwao ili kuijenga upya. Haya ndio mambo ambayo bila shaka utakuwa unayajadili mwanagenzi katika anwani mshale wa matumaini. Basi natumaini nimekwisha kuelezea anwani mshale wa matumaini, na nikakuelezea vile vile nikajadili jalada mshale wa matumaini ambao utaelezea kuhusu chochote kile ambacho unakiona kwenye kitabu hiki. Tazungumza kuhusu huyu kijana na pahali alipo. Basi mtazamaji, natumai umeweza kuelimika zaidi. Kumbuka fika kwa tunafanya uchambuzi kila wakati, kila siku tunafanya uchambuzi. Kesho tutakuwa na uchambuzi katika shule za upili, ambayo bila shaka Dayani mwenye kujalia jala zake maburuki akijalia neema zake tola. Kesho tutakuwa tukiangazia nini? Tutakuwa tukiangazia labda hadithi fupi, mapambazuko ya machweo. Tutajua kwa nini mwandishi akaja na anwani mapambazuko ya nini, ya machweo. Ama pia tuangazie vitabu hivyo vingine vya riwaya. Kuna riwaya hapo kinafahamika kama nini, Nguu za Jadi, ama pia kuna tamthilia Bembea ya Maisha. Na pia wanafunzi wa grade ya 8 msaafu kwa kuna vile vitabu ambavyo pia tutakuwa tukiangazia uchambuzi
nini pale, tuna Wema Hauozi ambao tutakuwa tukiangazia kwa upana, kitabu ambacho kimeangaziwa sana na mwandishi anayefahamika kama Timothy M. Arega. Lakini mengi zaidi, ukitaka kunipata tafadhali, nina nambari zangu ambazo unaweza ukanikirizia. Labda tu nikiandika hapa, wacha tu niandike. Labda kuna yule ananihitaji kwa njia moja au nyingine. Nambari zangu ndizo hizi: 079286 au tandatu, nilisema hii ni nambari tandatu 5747, au vile vile tuna nambari nyingine 078371 au mosi ukipenda 0 ama 638. Hizo ndizo nambari ambazo ukitaka, labda unahitaji mwelekeo zaidi, bila shaka ukinikirizia, nitafanya nini? Nitakuja hadi sehemu ulipo, na bila shaka ikiwa ni sehemu mbali pia ujue fika kuwa napatikana katika mtandao wa YouTube. Pale nenda YouTube Kubasu Wanyonyi, nitakuandikia hapa ili uweze Kubasu Wanyonyi, Kubasu Wanyonyi. Au vile vile huu ni mtandao wa YouTube pale. Kisha ukienda mtandao wa TikTok pale, niko hadi kwenye mtandao wa TikTok. Ukienda TikTok pale utanipata kama Mwalimu Kubasu, Mwalimu Kubasu. Tafadhali basi kaditari tamati na ngangu na shusha kwa mhanjamu kedekede mtimani mwangu. Natumai twatiana mbonini majaliwa ya manani. Chambilecho wahedi waliokulikuntu mtazamaji. Kilicho na mwanzo mathalani wana nini huwa na mwisho. Na basi uwe na wakati usiokuwa na bugudha wala mishemishe kaditari tutakapokutana ama tutakapofarikiana katika kipindi kingine kijacho, labda hapo kesho. Basi muwe na wakati usiokuwa na bugudha. Kumbuka fika kwa umekuwa nami Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Na nitawaacha kwa msemo usemao vipi: mtaka cha mguni shati ainame. Tafadhali ukitaka kufaulu katika jambo fulani, shati ujitahidi, ya mchwa ajegae kidurusi kwa uderere, ili kufaulu katika jambo hilo. Wassalam.